Kama wewe ni mwanaume na una tabia kutumia mkongo, njoi, Viagra, extra power au dawa nyingine yoyote ya kuboost nguvu za kiume kwa lengo la kuamini kwamba unajitibia nguvu hizo za kiume, unapoteza muda na unaendelea kuongeza tatizo. Kitu cha msingi ambacho unapaswa kukifanya, kitu cha kwanza unapaswa kula lishe bora ambazo zimeelezwa kwa misingi ya kibiolojia, ambapo unapokula lishe bora zinakwenda kuimarisha nguvu za kiume, zinakwenda kuongeza wingi wa mbegu, na pia unapokula hizi lishe bora zinakwenda kujenga mwili vizuri, na unaposhiriki tendo la ndoa inakuwa unaweza kulimudu kwa sababu mwili wako upo kwenye misingi mizuri. Na jambo la pili, unapaswa kujitahidi kuepuka msongo wa mawazo, kwani unapokuwa na msongo wa mawazo hauwezi kulimudu tendo la ndoa. Na kitu cha tatu, unapaswa kujitahidi kunywa maji mengi, kwa sababu unapokunywa maji mengi unarahisisha mwili wako kuweza kupata oksijeni nzuri, na hivyo unaposhiriki tendo la ndoa unaweza kulimudu kwa sababu mwili wako upo kwenye nguvu za kutosha. Unalala usingizi wa kutosha angalau masaa 7 mpaka 9 ili mwili uweze kujijenga vizuri, na utakapokutana na mwenza wako inakuwa ni rahisi kulimudu tendo kwa sababu mwili wako ulipata mapumziko ya kutosha. Unapotumia hizi dawa ambazo nimezitaja hapo awali, nini kinatokea? Kwanza unaharibu mishipa yako ya kiume, kwa sababu ile mishipa ya uume inalegea. Inapolegea uume baadaye unashindwa kusimama imara, na bado unasimama legelege kwa sababu unasimama muda mrefu kupita kiasi cha kawaida. Na kitu kingine ambacho ni kikubwa zaidi, unasababisha mapigo yako ya moyo yanakwenda spidi, kwa sababu unapotumia zile dawa moyo unakwenda mbio kusukuma damu kuelekea sehemu moja ya mwili, na hivyo baadaye unaweza kusababisha kupata pressure ambayo isiyokuwa na matarajio. Kama ni mwanaume, zingatia haya maelekezo machache ambayo yanaweza kukuondoa kwenye changamoto hiyo na kukupeleka kwenye kupona kwako na kuweza kuimarika katika maisha yako na kujenga furaha ya mahusiano yako au ya ndoa yako.